Huenda huyu ndiye mchezaji wa kwanza kabisa wa Kitanzania kusaini dili na moja ya brand kubwa sana ya viatu duniani. Unajua ni nani? Kabla hatujaendelea, ingia YouTube ya Dino Television, fanya kusubscribe ili wa kwanza kupata update story zote za kimichezo. Huko kuna story nyingi sana za kimichezo, tetesi za usajili, makala za wachezaji na story zao ndani na nje ya soka. Mshambuliaji mpya wa Wydad Athletic Club ya nchini Morocco, Selemani Mwalimu aka Gomez, ambaye alikuwa anaitumikia klabu ya Fountain Gate Football Club kwa mkopo akitokea Singida Black Stars. Selemani ambaye alisaini kandarasi ya miaka 4 kuitumikia klabu hiyo tarehe 7 Februari mwaka huu, ameingia makubaliano ya kimkataba na kampuni kubwa duniani ya vifaa vya michezo ya Skechers. Makubaliano ya kuvaa viatu na nguo zenye nembo ya Skechers. Skechers ni brandi kubwa sana duniani inayojihusisha na uzalishaji wa vifaa vya michezo kama ilivyo kwa kampuni kama Nike, Adidas, Puma na nyingine nyingi zinazofanana na hizo. Skechers ni kampuni ya Kimarekani iliyoanzishwa miaka ya 90. Skechers inasifika kwa kutoa viatu vizuri sana vya michezo. Brandi hiyo ilipata umaarufu zaidi kwenye kandanda barani Ulaya mwaka 2023 baada ya kuingia makubaliano ya kimkataba ya kumvarisha nyota wa klabu ya Bayern Munich pamoja na timu ya taifa ya Uingereza Harry Kane. Harry Kane sio professional player pekee anayevaa viatu vya Skechers, no. Wapo nyota wengi sana wanaovaa viatu hivyo. Nyota wa klabu ya West Ham United na timu ya taifa ya Ghana Mohamed Kudus ni miongoni pia wachezaji wakubwa wanaovaa viatu vya brandi hiyo. Bila kusahau Anthony Ranga, mchezaji wa timu ya Nottingham Forest inayoshiriki ligi kuu ya nchini Uingereza, na wachezaji wengine wengi wanavaa brandi hiyo ya Skechers. Haya ni mafanikio makubwa sana kwenye safari ya soka ya ndugu yetu Selemani Mwalimu. Hakika anastahili pongezi kwa hili. Unaweza ukawa unajiuliza ni nani yuko nyuma ya hili? Iko wazi kuwa Selemani Mwalimu ana management imara sana ya Sky Agent Sports ya huko nchini Ufaransa, ndio inayomsimamia mchezaji huyu wa Kitanzania. Si ajabu siku kadhaa zijazo tukamwona Selemani Mwalimu kwenye timu za huko Ufaransa. Kama umefurahishwa na story hii, andika chochote hapo kwenye comment, lakini pia usisahau kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Mimi naitwa Dennis Dinominator. Hapa ni Super 12 ya Dino Television.